Ismi, jina langu ni Leopard Masere John, mtazamaji wa Anuari TV. Karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada tumekuwa tukiangazia habari na matukio ya kimichezo yaliyokwisha jiri, lakini pia yale ambayo yanatarajia kwenda kutokea katika wigo mpana wa habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambako kwa siku ya leo tukio kubwa ambalo klabu hiyo wameweza kulifanya ni kukabidhiwa cheti cha utambulisho wa Super Brand na timu ambayo imekuwa ina kampuni ambayo wanaweza kusema kwamba nambari moja ya kimichezo nchini Tanzania. Sasa kupitia kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Simba, ukurasa wa Instagram, wameandika kwamba kwa mwaka wa pili mfululizo tumetunukiwa cheti cha Super Brand kama taasisi nambari moja ambayo inajihusisha na michezo nchini, na hii imekuja tu kufuatia namna ambavyo klabu ya Simba kwa siku za hivi karibuni imekuwa inafanya vizuri, hasa katika upande wa promotion mbalimbali na namna ambavyo imekuwa ikihusisha mataasisi makubwa ambayo yamekuwa yana wigo mpana kimataifa na kitaifa kwa ujumla, lakini pia katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, ukanda ambao klabu ya Simba imekuwa ina mwendelezo mzuri kwa siku za hivi karibuni. Mbali na namna hiyo, sababu nyingine ni kwamba klabu ya Simba imekuwa ina ushirikiano mzuri wa baadhi ya makampuni ambayo yamekuwa yanawadhamini klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwemo kampuni ya Betway, miongoni mwa kampuni ya kubashiri ambayo imekuwa inaonekana pakubwa kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na ndiye mdhamini mkuu wa klabu ya Simba. Mbali na Betway, yuko pia mtu kama vile Diadora sambamba na Jerut, miongoni mwa kampuni ambao na wao pia wanahusika kwa kiasi kadhaa kwenye umiliki wa klabu na namna ambavyo wamekuwa wanauzabuni na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mbali na Gerald, yuko pia Metli, miongoni mwa kampuni ambayo yuko chini ya mkurugenzi Mohamed Dewji Mo, miongoni mwa matajiri ambao kimsingi wana takribani asilimia 49 katika umiliki wa hisa za klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, jambo ambalo ndilo ambalo limewafanya klabu ya Simba kuweza kutunukiwa cheti hiki cha Super Brand kwa mwaka wa pili mfululizo moja kwa moja. Lakini pia mbali na hivyo ni namna ambavyo klabu ya Simba imekuwa ina ushiriki mzuri kwenye mashindano ya Afrika Mashariki. Tumeshuhudia pia walikuwepo kwenye mashindano ya Sekafa kwa siku za hivi karibuni, lakini pia walikuwepo pia katika upande wa mashindano ya ligi kuu soka bara msimu uliopita, ambao walifanikiwa kutwaa mataji mawili ya ndani, kwa maana ya kombe la shirikisho la TFF sambamba na kombe la muungano moja kwa moja, jambo ambalo kwa msimu uliopita liliwafanya msimu huu kuweza kujikatia tiketi ya kushiriki kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2026 2027. Lakini pia namna ambavyo klabu ya Simba imekuwa dominated katika baadhi ya matukio ya kijamii na namna ambavyo imekuwa ikihusisha kile ambacho kinahusu klabu ya Simba kwa ujumla, kwa maana tamasha kama Simba Day, tamasha ambalo kabla ya kufanyika katika uwanja wa Uhuru this season ilianzia katika hifadhi ya Ngorongoro, ambao kimsingi ilikuwa ni chachu katika upande wa kutangaza utalii wa ndani na namna nzuri ambayo inaweza pia ikapromote utalii wetu kupitia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hongera Simba, hongera kwa hichi ambacho umekuwa ukikifanya mara kadhaa kwa kuweza kutunukiwa cheti hiko cha The Super Brand Afrika ya Mashariki. Ismi, jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambao umekuwa nami kwa siku ya leo. Nyuma ya kamera alikuwepo Agnes Alois. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.